Namba tatu, hapa tunajifunza kwamba kuzaliwa kwa furaha. Haya mambo ni vizuri sana ukiwa unayaelewa. Kwenye video kule ya somo hili nimesimulia vizuri, lakini kwenye mitetemo ya kiroho nimesimulia vile, nimejitahidi kwa lugha ya picha, lakini sasa ndo kama vile kitabu hata ukikinunua, ndio maana tuko hapa kwenye grupu japo tuko watu wachache tupo kwenye grupu ili tuweze kusimuliana kile. Mimi mwenyewe niliandika kitabu ili niweze kukuelewesha kile nilichokuwa nakimaanisha, kwa sababu ningekufundisha kutoka wapi? Na kama nilivyofundisha kwenye voices zilizopita hapo, kumbukumbu kwenye kichwa cha mwanadamu huwa zinapotea pale asipoweka alama. Ndio maana mtu unaandika vitabu kwa ajili ya kumbukumbu, kwa maana ukisoma mstari mmoja kwenye kitabu unakumbuka kile ulichokuwa unakiandika. Na wewe nakusisitiza pale unapokuwa unasoma kitabu, jitahidi kujenga picha. Unajitahidi kujenga picha. Ndio maana hata hapa nafundisha tunajitahidi kujenga picha. Picha ya nini? Ili uweze kuelewa. Fahamu za mwanadamu huwa hazielewi maneno. Nilikuwa nikisema mara kwa mara maneno haya. Huwa hazielewi maneno, huwa zinaelewa mitetemo. Fahamu anakuwa nazo mtu hata kabla hajaanza kuongea. Ndio maana mtoto ukimchekesha anacheka, anafahamu mitetemo. Ukimchekesha unamtuma pale mtetemo wa furaha, mtoto anajua kabisa hapa ni kufurahi, hata kama hajui kinachofurahisha. Kwa sisi tunaishi kutokana na mitetemo hii, na ndio maana nimeandika kitabu cha mitetemo ya kiroho kiwe ni kikubwa, ili mtu aweze kutambua upana wa kitu hiki. Ndio maana mtu unaenda kwenye muziki, ulikuwa umekasilishwa huko, una kisilani chako, lakini unafika kwenye sherehe, kwenye mawimbi ya furaha pale, na wewe unaanza kutetema katika mawimbi hayo. Ndio maana mtu unaingia mahala penye harufu, lakini harufu ile unaizoea na kuona kama haipo, maana yake wewe umekuwa sehemu hiyo. Kwa hiyo sasa, baada ya kuwepo kwa vitu viwili, huwa inazaliwa kitu cha tatu, kuzaliwa kwa furaha. Fikiria wewe uko pale kwenye ukumbi, ulikuwa unajisikia ni mpweke kwa mara ya kwanza, lakini unakuja kugundua uko wewe na ukumbi. Au uko pale shuleni umewahi namba, wewe ni wa kwanza, unakuja kugundua kwamba uko ni mwenyewe pale. Kwa hiyo sasa unaanza kujipambanua, kufikiria jinsi ya kuishi na hayo mazingira, kitu ambacho kinazalisha furaha. Unajikuta unajisikia amani sasa, kwamba sawa, niko mwenyewe hapa kwenye ukumbi, naweza nikaenda kukaa kwenye kiti kile, naweza nikaenda kukaa kwenye kiti kile. Kuna amani fulani inazaliwa. Kitu cha tatu, baada ya kwamba uwili huo unaleta tafakari ya kwamba kumbe kuna kitu kingine, na kitu kingine kinazalisha kitu kingine. Roho inaungana. Hata hii sheria inatukumbusha kwamba pale vitu viwili vinapohusiana huleta matokeo ya tatu. Ndio sheria hii inatukumbusha, na ndiyo tafsiri ya namba tatu. Kwa hiyo mtu ambaye anakuwa anahusiana na namba moja ni ile mamlaka ya upekee yake. Mtu anayekuwa anahusiana na namba mbili, labda namba yake ya bahati ni namba mbili, mtu huyo anakuwa na uwezo mkubwa wa kupatanisha. Anakuwa ni mtu ambaye anakaa kama daraja. Ni mtu ambaye ana uwezo mkubwa sana wa kupatanisha, wa kuunganisha vitu. Anakuwa na nishati hiyo, kwa sababu ni wakati ambapo roho inakuwa imejitambua, na inaona kwamba okay, kunakuwa na mwingine. Sasa lazima utengeneze ile hali ya kuto kukataa vitu vingine vilivyoona wewe vimekuzunguka. Kila kitu kiache kiende kwa hali yake, na wewe usikie furaha kwa kitu hicho kuwepo. Nafikiri kama nitakuwa sieleweki, mtu utauliza tena swali, kwa sababu mambo yanakuwa mengi jinsi ya kukuelewesha, na natamani uelewe kwa lugha ya picha, kwa sababu fahamu hazielewi maneno bali vinaelewa mitetemo. Ndio maana watu wanahangaika kufungua jicho la tatu, kwa sababu jicho la tatu hutengeneza picha. Jicho la tatu linapokea mawimbi kama mawimbi, lakini fahamu zako haziwezi kuelewa, kwa sababu zenyewe zinaelewa mtetemo, linazigeuza kuwa picha. Ndio maana mtu unapata ndoto. Utapata ndoto ya hofu, utapata ndoto ya furaha, utapata ndoto ya utajiri. Yote hayo ni katika kuelewesha fahamu zako kwenye kompyuta yako ya ufahamu kikae kitu gani. Kwa lazima utumwe mtetemo, na mtetemo unatuma kwa kukutengenezea picha. Ile picha ndio huwa inatengeneza mtetemo. Kwa hiyo huwezi ukaelewa kwa maneno, hata nipige makelele hapa wiki nzima, kwa maneno yangu haya huwezi ukaelewa. Badala yake sasa unatakiwa kuvuta picha. Unatakiwa kuhakikisha unavuta taswira ya kile anachokiongea kichwani mwako. Ukifanikiwa kuvuta taswira ya hicho kitu, hata baada ya dakika 3 ukisahau, niamini mimi, hicho kitu kimehifadhiwa kwenye akili. Muda wake ukifika kitaibuka, kwa sababu kimehifadhiwa kama mtetemo.
Hiyo ni namba 3. Kwa hiyo sasa roho inaungana na sasa inazaa matunda, ubunifu na furaha. Pale umeingia kwenye ukumbi unaanza kubuni sasa vitu vya kubuni. Ni furaha, yani ni ule utambuzi wa kwamba sasa ni mimi na ukumbi, ni mimi na shule. Haya, ni ile furaha, hata vitu viwili vikihusiana kwenye nani, hali ya kawaida. Pale ambapo watu wawili wanakutana huwa kinatokea nini? Kama ni wa kiume na wa kiume, inatokea mjadala ambao unaleta ubunifu, inatokea mada nyingine. Kama ni wa kike na wa kiume, basi kinachotokea ndio hicho ambacho huwa kinatokea. Ni vitu ambavyo vinaeleweka. Ndio maana huwa napenda kurejelea kitabu cha dini, kinaandika kwamba ukitaka kuelewa uumbaji, angalia mazingira yanayokuzunguka. Tafsiri mazingira yanayokuzunguka. Ukiweza kusoma kitabu cha Uwezo Wako kwa Vitendo, pale kwenye hatua ya kwanza, nafikiri nimeandika mambo mengi yanayoweza kufungua fahamu zako, jinsi ya kuangalia ulimwengu na ukakufungulia siri nyingi za uumbaji. Siri za uumbaji ziko popote pale ulipo. Unapokuwepo na siri za uumbaji zipo. Utaziona kwenye bahari, utaziona kwenye mti, utaziona kwenye kuku, yani utaziona kila mahali, kwa sababu sheria ni zile zile, zina apply kwenye kila kitu. Kwa hiyo katika namba 3 tunasema roho inaungana na sasa inazaa matunda, ubunifu na furaha. Hii ndio hatua ya uandishi, kusema, kuimba, sanaa, ucheshi, mwamko wa furaha. Yaani fikiria tu ile hali, umeenda baharini uko mwenyewe, unaanza kuwaza mawazo na mwisho wa siku furaha ile inakuibua. Yaani nafikiri umenielewa katika hili. Namba 3 ni kama chemchemu inayobubujika bila mwisho. Ni frequency ya ubunifu wa Mungu. Ni frequency ya ubunifu wa Mungu unaoonekana kupitia vinywa, mikono na akili zetu. Ninakwambia habari ya uwepo. Nikitaja Mungu, usifikirie Mungu wa kwenye vitabu vya dini. Napoongelea hapa, katika kitu ambacho uepuke ni kurejelea kwenye vitabu vya dini. Jenga picha ya kwako wewe. Ninaposema Mungu namaanisha chanzo, nguvu kuu ya mwanzo. Nguvu ya mwanzo ambapo ndio hapo tunapata nafasi. Ile nguvu ambapo ndio wewe inaleta nafasi, na hapo kwenye nafasi ndio inakaa kitu cha kwanza. Ngoja nikate ili nirudi kuelezea namba 4.